Bibi, tunazungumzia nini? Leo tunazungumzia mada inayosema matumizi ya simu ukiwa unaendesha gari. Je, ni sheria, taratibu? Kwanza, ni kitu ambacho tunakiona sana. Karibia wote wa Tanzania tunafanya hivi. Jana hilo swala nimeliona kwenye daladala inakwenda Kimara. Na nimeona mapungufu mengi. Anaongea na simu kwamba hayuko makini tayari. Na ashamfungia breki mwenzake ghafla. Huwezi ukawa na maamuzi ya haraka kwa sababu muda mwingi unakuwa uko busy na simu. Akili inakuwa imegawanyika mara mbili. Na asilimia kubwa ya ajali sasa hivi tunagundua kwamba zinasababishwa na simu. Simu za mkononi. Kwa mfano dereva anaendesha magari kutoka mkoani, simu inaita, mbele kuna kona, sasa na concentrate na simu baada ya concentrate na barabara. Kwa hiyo hilo mimi nadhani kwamba ni tatizo. Serikali inabidi iangalie jinsi gani kuweza kukana kutengeneza utaratibu wakati wa upokeaji simu na uendeshaji wa magari. Ulipokeni unachangia kutaka kujionyesha kwamba naye anapigiwa nini simu. Kwa hiyo haithamini kazi yake. Pamoja na uzembe na tuna ile pride au ego au limbukeni ambao unahusishwa na kuwa na simu. Tunarudi pale pale mada ile ilikuwa ya simu binafsi yenyewe tu kwa watu binafsi. Tunarudi pale pale. Hakuna tofauti. Simu mara nyingi watu wamezoea kiasi kwamba ni sehemu ya maisha, kwamba hata anapoendesha ni lazima apokee. Kutumia sio lazima, isipokuwa pale unapohitaji kutumia utatumia, kwa sababu hujui simu ambayo inaingia ina umuhimu gani na haina umuhimu gani, lakini kwa vile tumeona kwamba hapa tuna uwezo wa kuweza kutumia, tunaamua kutumia. Watanzania wengi yani tunafanya vitu kwa mazoea, si kwa kufuata taratibu na sheria. Yani hata ukitoa katika swala la simu tu, unakuta mtu mwingine anaendesha gari lakini wakati huo labda anaongea na mtu kageuka nyuma. Hayo pia kuna mambo mengi tu barabarani yanapitika, kiasi kwamba inaweza kusababisha ajali. Mada yetu ikiwa inaendelea, Bibi, unaona tuona kale ka video tu watarishia watazamaji wa daladala na watazamaji wa nyumbani. Alafu tukirudi mada itaendelea. Kwanza tunao sheria yetu ya usalama barabarani, Road Traffic Act, sura ya 168 inazungumzia sasa dereva anapoendesha gari hatakiwi kuendesha kwa uzembe. Mtu anapoendesha gari na anazungumza na simu, ina maana anaweza kufanya uzembe fulani ambao ukapelekea ajali. Kwa hiyo ni uzembe ambapo unaweza kutokana na kutumia simu. Kifungu cha 18 sehemu ndogo ya kwanza hai. Katika kifungu hiki kinakataza kabisa dereva wa basi la abiria kuzungumza na simu wakati anaendesha gari. Na katika kanuni hii adhabu yake sasa inaanzia 250,000 hadi 500,000. Mtu anapokutwa anazungumza na simu, afisa wa polisi mwenye cheo kuanzia nyota 3 na kuendelea, sehemu ya kwanza mara ya kwanza anaweza akamuonya kwamba unachofanya hivi sio sahihi, unazungumza na simu wakati unaendesha gari. Akirudia mara ya pili, kifungu hichi kinamruhusu kumfungia leseni hiyo kwa kipindi cha miezi 6. Kimsingi unapozungumza na simu unakosa ule umakini wa kuendesha gari. Hata kama una njia ya kusikiliza unaita hand free, kwamba ushike simu, lakini sio vizuri ukaendelea kusikiliza simu. Ni bora ukapigesha gari lako pembeni ukasikiliza simu halafu kuendelea safari, kwa sababu huwezi kujua hiyo simu inakuja katika mazingira gani. Inaweza kuwa ni ya kifo, ya taarifa mbaya ambayo inaweza kusababisha ajali kwa watumiaji wengine. Tumeona kuna sheria imetangazwa. Sasa hizi sheria zilikuwa zinafuatwa? Hizi sheria ni nzuri kama zitafuata sheria vile na isichague mtu. Kwa mfano kama sheria sio kama driver. Kwa mfano kama police traffic wanapoongoza barabarani, watu wengine huwa wanaongea na simu, wanaanza kusababisha ajali. Pengine driver naye sio anaongea na simu, polisi anaongea na simu wakati anaongoza magari. Umeona kama kwa nchi ya Rwanda, polisi wote, hamna polisi wanakaa vituoni, wanakaa barabarani kuangalia watu ambao wanakuwa wanaongea na simu na watu wengine hawataka kuvuka barabara kwa miguu. Kwa hiyo anapokamatwa mtu kama dereva au nani, kitu cha kwanza anapigwa bakora 12 za hadharani. Rwanda. Alafu kinachofuata kingine anaenda jela mwezi mmoja na faini ya $100. Sasa kama $150,000. Hiyo sheria haichagui wewe kuwa labda mwenyekiti wa chama, siyo mtu wa serikali, haichagui waziri, mradi ukiwa kwenye drive
au kwa sehemu nyingine. Ma traffic sasa, sababu wameongea hapo, wameeleza wanafuatilia hili swala brother kwenye kona. Katika wa traffic katika kuwa hapa adhabu watu ambao wanahusika katika swala la simu, kuna baadhi na baadhi. Kuna mwingine kweli ambaye anajua kazi yake, anamwadhibu kwa kupeleka sehemu husika. Na kuna yule traffic kama traffic, tunaita traffic njaa. Basi atahitaji kitu kidogo au atahitaji chochote kitu, basi kwamba yule mtu anakuwa anaendelea na mpango wake ule ule. Kana kwamba haitoshi, basi kesho lazima urudie kwako, akijua maana kwamba nitatoa chochote. Tukiwa tunaendelea na mada ndani ya daladala, hebu tuone mtaani tuone nao wana yapi ya kusema. Daladala hindi daladala nanipa, daladala hindi daladala nanipa. Sio haki kuendesha gari huku kutumia simu, kwa sababu unaweza kusababisha ajali. Unaweza kupigiwa simu kaambiwa kwamba aidha mama yako mzazi anakufa, pale unakuwa umeshapoteza noti zote. Kwa hiyo unaweza kujikuta ile gari kwa speed na gari imeingia pembeni, imeenda kufanya ajali, aidha ukaua watu au mwenyewe ukapata madhara kwa akili. Kama vile gari iko kwenye mlima, mtu anachukua simu anaongea na mwanamke wake, yale mawazo yanahama yale. Kwa hiyo mawazo yake yote yanakuwa yako kwa yule mtu ambaye anaongea naye. Ukaacha kuendesha gari ukazingatia ile simu, matokeo yake umepita labda katika traffic light na kusababisha ajali, au watu wanavuka kwenye zebra huwezi kuwazingatia kwa sababu simu iliyopigiwa imekuchanganya. Daladala hindi daladala nanipa, daladala hindi daladala nanipa. Mtaani tumasikia, sasa mada inaendelea. Sheria iliyowekwa ifuatwe na itekelezwe ili kuepusha ajali za barabarani. Kwa hiyo unaona Tanzania ni wakali vya kutosha. Raia kwanza wafuatiliaji, kisha ni wakali, uzembe huwa hawahitaji. Kaka, unakubaliana na hiyo? Kutokana na sheria ifuatwe, kwa hata wale madereva wenyewe wanapuuza. Kwa sababu wanaona kwamba hata kama mtakuwa mnawakalipia wao, lakini sheria ifuatwe mkondo wao. Kwa hiyo moja kwa moja nakubaliana na kitu. Mimi nakataa kauli anayozungumza jamaa. Watanzania sio wakali. Kwa sababu Watanzania kwanza wana huruka ya kupuuzia mambo. Tushushe watu, tukirudi daladala inaendelea. Tumerudi Tanzania, kipindi daladala, watu wameshuka na mada inaendelea. Kusema ukweli kwamba Tanzania si wakali. Tanzania tunasubiri kwamba kitokee. Wanakwambia kabisa kwamba kuna msemo wanakwambia kwamba hatuamini kufa mpaka tuone majeneza yakipita. Na Tanzania hatuamini kufa kwamba mpaka tuone limebebwa ndio tunaamini kwamba mtu kafa kweli. Sisi katika swala la simu tunaonekana kwamba tuko yani hatujali uhai. Watanzania wana ushamba wa simu. Kwa Tanzania nahisi kwamba labda sijui imechelewa kufika ama vipi. Simu mimi kwa Mtanzania nahisi ni fashion. Yaani bila kuwa na simu au bila kuongea na simu kwenye halaiki ya watu, yani hujisikira madhara ya kutumia simu tunapokuwa barabarani, kwa raia, kwa watembea miguu na kwa madereva. Madhara yapo mengi. Kwa madereva ndio wanasababisha ajali. Sasa hivi imeingia waendesha pikipiki. Hivi waendesha pikipiki pia wanaongea na simu kwa naendesha? Wanaongea na simu huko anaendesha, ambayo ndio zaidi ya matatizo. Kwa watembea kwa miguu, mtu yupo kwenye barabara anavuka barabara, lakini kwa vile yuko na simu hataki kujali kwamba kuna gari inakuja wala nini, matokeo yake itasababisha ajali tena. Suluhisho kuhusu swala la watu kuendelea kutumia simu kwenye vyombo vya usafiri tufanyaje? Elimu itolewe, lakini pia sheria zifanye kazi yake. Wao matrafiki ambao wako barabarani, sisi raia wa kawaida, pia tunahaja pia kuja kufuatilia jambo na kuonyana.